Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema itaendelea kushirikiana na taasisi mbalimbali za serikali na binafsi ili kuhakikisha wananchi wanapata haki zao katika ngazi mbalimbali za sheria nchini. Akifungua mafunzo ya mradi wa kulinda utawala wa sheria, upatikanaji wa haki na uwajibikaji nchini Tanzania, Waziri wa Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, Dr. Mwalimu Harun Ali Suleiman amesema. Kwa hivyo tukio hili la leo halihusiani tu na uzinduzi wa mradi huu, bali ni uthibitisho wa dhamira endelevu ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ya kuimarisha misingi ya haki, kuhimiza ushiriki wa wananchi na kudumisha uwajibikaji wa taasisi za umma. Nadhani hilo ndio ambalo nimelisema. Mradi huu unakuja katika kipindi mwafaka ambapo taifa letu linaendelea kutekeleza mageuzi muhimu ya kisheria chini ya mwongozo wa Dira ya Maendeleo ya Zanzibar 2050 na mpango wa maendeleo wa miaka mitano 21-26. Tuwe wito kwa taasisi zetu wenyewe za serikali na zile ambazo za serikali, ikiwemo serikali kwa polisi, kwa mafunzo, ofisi ya DPP, sema na sheria mkuu, mahakama, na sote tunahusika. Tubili timu ambayo jambo hili tunaweza tukalisimamia vizuri. Kwa sababu nyinyi hampotezi wakati, mnafanya jambo la maana. Na kuna watu wanaona mnapoteza wakati na pengine mnawachunguza wao kwa kutetea mabaya, hao wamekosea. Na mahakama inapotoa maamuzi, inatoa maamuzi kwa mujibu wa sheria. Wao wanafuata sheria, wanatafsiri sheria tu. Kwa sababu kile kitu kipo tayari. Kosa hili adhabu yake ni hili, kosa hili adhabu yake ni hili. Kwa hivyo wanachofanya wao ni kutafsiri sheria. Sasa na ninyi mna haki katika maeneo yetu. Huko kuna walemavu, kuna watu wazima wanafungiwa ndani kwa miaka na miaka, wanakosa haki zao. Kama hamkwenda katika maeneo kama hayo, kama mnatembea maeneo ya mjini tu, hatuwezi kufanikiwa. Madhila yanafanyika zaidi katika maeneo kama hayo ambayo watu wamejificha, wanaona huko hawezi kuja mtu akatuona. Napenda nisitize na imani yangu kwamba nikuhakikisheni kwamba Serikali ya Mapinduzi Zanzibar itakuwa pamoja na nyinyi katika swala hili leo, kesho na kesho kutwa. Tutaendelea kushirikiana kwa kila hali. Tushaurini pale mahali ambapo mnahisi panahitajia ushauri. Pale ambapo mnahisi kutatuliwa tatizo lote, basi tutakuwa tayari kushirikiana na nyinyi. Watu tusitie mashaka ya aina yote. Serikali yetu hii ni sikivu. Dr. Hussein amedumisha amani katika nchi yetu. Akitoa maelezo kuhusu utekelezaji wa mradi huo, Mkurugenzi Mtendaji Jumuiya ya Wanasheria Wanawake Zanzibar ZAFELA, Jamila Mahmud Juma, amesema mradi huo umelenga kuhakikisha jamii ya Tanzania inapata uelewa na upatikanaji wa haki, ambapo watashirikiana na asasi mbalimbali za kiraia pamoja na serikali ili kuisaidia jamii kupata haki zao. Mradi wetu unahusiana na masuala ya utunzaji wa amani na upatikanaji wa haki kwa kushirikiana kwa mashirikiano ya taasisi mbalimbali ikiwemo ZAFELA, TRDC, East Africa Law Society, PALU kwa udhamini wa EU. Mradi huu ni wa miaka minne ambao lengo lake kubwa kama nilivyozungumza ni kuhakikisha kwamba jamii ya Tanzania inapata uelewa, lakini pia haki inazingatiwa kwa kila raia. Mradi wetu umelenga kufanya kazi kwa karibu na asasi za kiraia, lakini pia kufanya kazi na bar association zile ya Zanzibar na ya Tanzania, lakini pia kufanya kazi kwa karibu sana na serikali, na ndio maana hapa tunaona kwamba pamoja na kwamba tuna washiriki kutoka asasi za kiraia, lakini bado tuna washiriki kutoka sekta mbalimbali za serikali, kuanzia mahakama, maafisa kutoka DPP, kwa mwanasheria mkuu, polisi na magereza. Hii ni kuonyesha kwa namna gani huu mradi umejitosheleza na umechukua au umejiongeza kuhakikisha kwamba kila mmoja hajaachwa katika huu mradi. Mratibu wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC, Onesmo Ole Ngurumwa, na mratibu wa mtandao huo Zanzibar, Suleiman Muyuni Bataini, wamesema taasisi zote ambazo zinaogopa mashirikiano
na sisi wadau wa haki za binadamu tunaomba waendelee kubadilika, kwa sababu lengo letu ni tunajenga taifa moja. Na ukiangalia kwa mujibu wa katiba ya Tanzania na ya Zanzibar, jukumu la ulinzi wa haki za binadamu na utawala bora ni kazi ya serikali, kuanzia rais ndio mtetezi namba moja. Lakini utaona sisi, umesikia wote hapa, hao wote wanasaidia kazi ya serikali. Kutoa msaada wa kisheria ni kazi ya serikali by default, lakini wanasaidia kazi ya serikali. Kwa hiyo wamekuwa ni wadau na wanatafuta rasilimali wenyewe kutoka kwa wadau wa ndani na nje kwa ajili ya kusaidia kazi za serikali. Kwa hiyo tunasisitiza sana kwamba tuwe tunakaa hivi mara kwa mara, na ndio maana mwaka huu tunaomba kabla ikiwezekana awamu hii ya serikali hajamaliza muda wake, tupate forum kubwa ya wadau wa sheria. Kwa pamoja tunatekeleza huu mradi ambao lengo lake ni kuhakikisha kwamba tunalinda haki za binadamu, lakini tunahakikisha kwamba upatikanaji wa haki unawafikia wadau wote katika ngazi ya kijamii mpaka ngazi ya kitaifa, na tunafanya kazi kuhakikisha kwamba tunapata uzoefu kutoka kwa wenzetu ambao wamefanya kazi kwa kanda na wengine wanaofanya kazi katika ngazi ya kitaifa, kuhakikisha kwamba tunajengeana uwezo na tuna uwezo wa kusimamia upatikanaji wa haki. Mradi huo wa miaka minne unatekelezwa na Mtandao wa Haki za Binadamu THRDC, Jumuiya ya Wanasheria Wanawake Zanzibar ZAFELA, EALC na PALU kwa ufadhili wa EU. Safia Hussein, ASAM Online TV.